Nimemkaribisha Ibrahim Rahbi, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hasa za Afrika za Mashariki ya Kati kutoka Tanzania, ila kwa sasa yuko nchini Oman. Kutoka Maryland nchini Marekani nimempata Mubelwa Bandio, naye pia ni mwandishi habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nimebahatika kumpata Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Yeye yuko Sumbawanga mkoani Rukwa nchini Tanzania. Na kutoka hapa mjini Bonn pamoja nasi ni mwandishi mstaafu wa DW Kiswahili Abdu Mtulia. Mtulia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Ujerumani, Ulaya na vile za kimataifa. Na mimi msikilizaji ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Karibuni sana mabwana kwenye meza hii ya duara. Asante, tumeshakaribia. Na swali langu la kwanza ni kwako Mubelwa Bandio. Tunauona huu mtafaruku unaoendelea duniani. Watu hapo nchini Marekani wanasema nini juu ya vita hivyo? Na unadhani kwa nini Marekani imeungana na Israel katika kuishambulia Iran? Lengo hasa ni lipi? Kura za maoni za wananchi hapa zinagawanyika kidogo, lakini kuna ongezeko kiasi cha vile ambavyo wanahisi kuhusiana na mapambano haya. Wengine wameendelea kuaminishwa kuhusiana na umuhimu wa kile ambacho kinaendelea, kwa sababu sisitizo kwamba hii bado ni sera ya Marekani kwanza, kwamba chochote wanachokifanya kule ni kwa ajili ya kulinda maslahi na haki za Marekani, bado linaonekana kusisitizwa hapa, na vyombo vya habari vinafanya kazi kubwa kuendelea kusukuma hicho ambacho naweza kusema ni kama ajenda rahisi. Kwa kufanya hivyo, haijaonekana kubadilisha sana idadi ya watu wanaokubaliana na maamuzi ya kwenda vitani, kwa sababu ya hasa kutokujua kwa nini vita vilianza na pengine kipimo cha mafanikio kitakuwa ni kipi. Lakini angalau wengi sasa wanaanza kukubali kwamba wamesikia, wamejua, na pengine wanaweza wakaanza kuelewa kwamba Marekani iko kule ikifanya jambo gani. Kwa hiyo kuna huu mtawanyiko wa kwa nini watu wamekwenda Marekani imeingia katika vita hii, lakini wengi ambao wanafikia bado wanarudi kule kusema kwamba rais alipigana vita, alichaji kampeni akisema kwamba ni rais wa amani, hataanzisha vita na atakuwa ni mtu ambaye hataendeleza vita vya aina yoyote, akiendelea kuvita vita vya kijinga vingi. Lakini wakati huo mwaka wa kwanza tayari ameshashambulia mataifa sehemu kama 9, na sasa anaanzisha vita vingine ambavyo watu hawajui kwa nini tumeingia. Lakini pia swala la kwa nini wameweza kujiunga na Israel, kwa wananchi inaonekana hawana la kusema, lakini kwa zipo sababu kadhaa ambazo watu wanaweza kuzihisi. Kuna swala la mafuta, wanapozungumzia mambo ya petrodola. Kuna swala la pengine kujaribu kufunika kashfa zake zinazofanya za masuala ya Epstein Files, lakini pia ipo ile dhana kwamba Iran labda huo ndio ulikuwa wakati pekee wa kufanya Israel kuwa na nguvu zaidi, kitu ambacho Donald Trump alikuwa ametamani kufanya, na nataka ingie kwenye rekodi kuwezesha hilo yeye na mshirika wake mkubwa kabisa Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo wananchi bado hakuna taarifa, lakini pengine zipo hisia za kwa nini inawezekana Rais Donald Trump amefanya alichofanya. Asante sana Abdu Mtulia. Vita hivyo dhidi ya Iran vimebainisha pia mpasuko kidogo kati ya Marekani na washirika wake wa barani Ulaya, ikiwemo Ujerumani. Kwa jumla washirika wa Marekani wa barani Ulaya tuseme wamesimama wapi katika vita hivi? Labda ningezungumza zaidi kwa upande wa Ujerumani, yani nchi muhimu ndani ya NATO. NATO ni mfungamano wa kijeshi na ndani ya Umoja wa Ulaya. Kwa jumla Ujerumani inaiunga mkono Marekani katika vita hivyo, lakini mpaka sasa kama ambavyo tumeweza kubainisha, sio kwa hatua thabiti, ni kwa kauli tu, na hili linaweza kueleweka kwa sababu Ujerumani nafikiri haikushirikishwa kabisa katika swala hili, imewekwa kando. Serikali ya Ujerumani ilipewa taarifa muda mfupi tu baada ya Marekani na Israel kuanza mashambulio, na kusema kweli ilipewa taarifa hiyo, lakini sio na bwana mkubwa, na sio na Marekani bali na Israel. Sasa kansela wa Ujerumani bwana Friedrich Merz ametamka wazi kwamba
anaunga mkono Iran kushambuliwa, kwa sababu wamesema kama wanavyosema wengine kwamba Iran ilikuwa inakaribia kuunda silaha za nyuklia. Ujerumani kwa jumla ipo upande wa Marekani, lakini kwa kauli tu na sio kwa hatua thabiti. Hatuwezi kulinganisha na hali iliyojitokeza wakati wa vita vya George Bush, wakati wa vita vya Iraq au vya Afghanistan vya Biden, ambapo Ujerumani ilishiriki kwa mchango wa hali na mali kuiunga mkono Marekani. Hali sasa imebadilika kutokana na mikwaruzo ya hivi karibuni imejitokeza na kila mtu ameweza kuiona. Mikwaruzano kati ya Rais Trump na washirika wake wa Ulaya. Chukua mfano wa Uhispania. Wahispania wamevipinga vita hivyo vya Irani wazi na wamekwaruzana na Donald Trump. Waingereza na Wafaransa pia wamekataa kushiriki katika mashambulio dhidi ya Iran, lakini hali inaweza kubadilika. Hatujui. Nasema hali inaweza kubadilika kutokana na matukio kwenye mlango bahari wa Hormuz. Ni sehemu muhimu ya kupitishia mahitaji ya nishati na mbolea kwa mahitaji ya dunia nzima. Nafikiri kadri siku zinavyoendelea, na ikiwa kama nchi hizi zitaona kwamba zinazidi kushinikizwa kiuchumi kutokana na matukio ya pale kwenye mlango bahari wa Hormuz, zinaweza kuchukua hatua, lakini tusubiri na tuone itatokea nini. Asante sana Abdu Mtulia. Ni kugeukie wewe Ibrahim Rahbi, umeyasikia hayo yote, pengine labda una mchango wowote kuhusiana na hayo. Lakini kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei na viongozi wengine wa ngazi za juu waliuliwa katika mashambulio ya mwanzoni kabisa, lakini Iran haijapoteza dira, haijababaika. Imeweza kumchagua kiongozi mkuu mwingine na imeonyesha kuwa bado imesimama pamoja licha ya kushambuliwa vikali. Unadhani hili linatoa ujumbe gani kwa mtazamo wako Ibrahim Rahbi? Nadhani dunia ilikuwa inaishi sana kwa muda mrefu kwenye mazoea ambao tulikuwa tumezoea kuyaishi ya ukubwa wa Marekani, na kuna wakati Marekani inawezekana walijisahau, wakaamini wao ni wakubwa ambao wamefika kiwango cha mwisho kabisa na wanaweza wakafanya kila wanachokiona ni sahihi kufanya. Wiki mbili za vita hapa Mashariki ya Kati zinatuonyesha kitu tofauti kabisa. Zinatuonyesha kuwa ukubwa unaozungumzwa na uhalisia uliopo hapa ni vitu viwili tofauti kabisa. Wakati Irani wanatangaza kufunga mfereji wa Hormuz, takriban wiki moja imepita na bado wameshikilia kuwa wameufunga. Nguvu kubwa ya Marekani iliyopo Mashariki ya Kati, zaidi ya askari 40 wako hapa. Tunaambiwa karibu ndege 300 ambazo zimeletwa kwa pamoja kushiriki kwenye hili, lakini meli za kijeshi, meli za kivita, meli za kawaida ni nyingi sana zimeletwa. Lakini leo CENTCOM inatujulisha kuwa USS Tripoli itasafiri kutoka Japani kuja Mashariki ya Kati ikiwa na wanamaji au askari wa majini wa Marekani 5,000 wengine ambao wanaongezwa. Hii inatoa taswira ya wazi kabisa kuwa walichokuwa wakizungumza Irani kuanzia awali kuwa baada ya huu mzozo tutahakikisha eneo zima la Mashariki ya Kati halikaliki na litavurugika eneo zima, na kinachotokea ni uhalisia. Lakini katika hili tunaona kuwa upande mmoja huenda unatulazimisha kuamini kile wanachokiona wao, hasa naweza kusema upande wa pili wa magharibi kutulazimisha kuwa hawana tena jeshi. Irani wamekwisha kabisa, jeshi lao la anga halipo, jeshi la majini halipo. Lakini uhalisia unashindana na ukweli wa kile ambacho sisi tuko Mashariki ya Kati tunakiona. Uhalisia tunaona tofauti. Kuna nchi zimesimama kabisa, hazifanyi chochote, na hawa ni washirika wakubwa. Lakini Irani kuendelea kushikilia mfereji wa Hormuz pembeni ya kambi za kijeshi za Marekani zenye wanajeshi maelfu, bado inatoa ishara nyingine ya wazi kabisa kuwa hawa watu walijiandaa kwa muda mrefu sana kufanya hivi. Na kama alivyozungumza mzee wangu hapo, mzee Mtuli hapo, kuhusu ikiwa nchi za magharibi zinaweza kuja kuingilia baada ya mfereji kuonekana muda mrefu utafungwa, nadhani ndio wataongeza ugumu zaidi ikiwa watafikia vile. Hakuna shortcut yoyote inaweza ikatupeleka kwenye mgogoro wa Hormuz kama kukaa kwenye meza na wakubaliane na Irani, kwa sababu kiuhalisia kuwa
IRGC bado wanashikilia hili eneo, na usisahau hili eneo lote la Mashariki ya Kati lilikuwa lina askari jumla karibu 40,000 wa Marekani, zaidi ya makumi ya kambi za kijeshi za Marekani na uwezo mkubwa wa kufuatilia kila kitu. Lakini mpaka sasa tunaona kuwa nyingi zimevurugwa na wanajeshi wameondoka kwenye kambi. Sasa hawa 5,000 sidhani kama wanaweza wakabadilisha hali yoyote. Sioni njia yoyote ya shortcut zaidi ya kukaa kwenye meza.